wakizungumza kuhusu dini. Mmoja wapo ni huyu bwana unamuita nani? Chionda. Tumemzungumza mara nyingi hapa, lakini kwa sababu ameleta hoja ambayo inazungumzika. Chionda yeye anapojaribu kuelezea kuhusu dini hakatai kuwapo kwa Mungu. Ndiyo. Yeye anachokikataa ni dini tu, kwamba dini imeanzishwa na wanadamu sio Mungu. Ndiyo. Ikiwa yeye anakubali kwamba yupo Mungu. Hiyo ni pointi moja. Kuna wale wachokonozi, wao wanasema dini na Mungu hakuna. Yani Mungu hayupo na dini ni mchakato wa mwanadamu. Waislamu wenyewe walikuwa yani tuseme walikuwa wanaenda wanakonga maeneo wanakonga ile maeneo wanachukua, lakini vile vile wanautengeneza dini ya Uislamu ndani. Tukiangalia hata Mtume baada ya kutoka hijra alirudi akiwa na jeshi. Maana yake wale watu wote walifika wakaandikishana mikataba, lakini baadaye ule Uislamu uliendelea, japokuwa wale watu ambao walikuwa pale wa Makureishi wao walikuwa hawataki Uislamu, lakini baadaye walianza hakukuweko na jinsi yoyote ya kuweza kutangaza dini kwenye nchi ambazo zina majeshi zaidi ya wewe kuwa na jeshi. Kwa mfano Wakristo wanasema kwamba Yesu alikuja akahubiri na alitaka kujenga amani bila kutumia jeshi. Nini maana yake? Wenye nguvu hawahitaji kuona mbegu isiyokuwa ile waliokuwa nayo iweze kuchomoza. Alafu wewe unataka kufundisha kuhusu Uislamu. Wanakuja na majeshi, wanakuja kukuataki. Njia ya kujihami nini? Mtazamaji wa channel yetu, tupo na Mwalimu Kimweli. Tunaongeaga vitu vingi na leo pia tupo kwa ajili ya kujifunza zaidi, kujifundisha. Kuna jambo kubwa sana limetokea hapa katikati kwenye nchi yetu baada ya video moja kusambaa kwamba hizi dini, kumbe hizi Ukristo na Uislamu ni dini ambazo zinatumika, yani zimekuja kutawala. Dini ni kama siasa. Tukaambiwa mpaka characters wake wale wahusika wakuu wao kama Jesus, tukaambiwa Jesus ni mtu wa kufikirika. Alafu tunaambiwa kwamba hizi dini kama Ukristo, Ulaya uliingia kwa ajili ya utawala, kwa lengo la kutawala watu, na Afrika na sisi tunaletewa kwa ajili ya kutawala, sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Mwalimu Kimweli, karibu bwana, tuongelee kidogo kuhusiana na hili. Habari ya leo, asalamu alaykum, hongera kwa kazi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa mimi nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na nimtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo ambalo umelileta ni jambo kubwa sana ambalo hata mimi nimelisikia likiendelea kwamba dini sio mpango wa Mungu bali ni mipango ya binadamu iliyoasisiwa kwa ajili ya kutawala dunia. Lakini suala linalokuja kabla ya kwenda mbali, waliokuwa wakizungumza haya mambo, je, wanaelewa definition ya dini? Yani kwa maana unapozungumza jambo lolote kuna vipimo vitatu vya kielimu. Uwe na definition ya kitu husika, yani taarifu ya jambo husika, uwe na uchanganuzi wa kielimu, lakini pia uwe na ushahidi wa kile unachokizungumza. Dunia inahitaji ushahidi kwa lolote unalolidai. Kwa hivyo ukidai kitu lazima uwe na ushahidi. Sasa ukiwa huna ushahidi unakosa haki ya kuwa na uhalali wa kuongea jambo fulani. Kwa mfano huo sasa, nimesikia watu wengi wakiongea lakini hakuna hata mmoja anayetoa ushahidi. Dini imeanzishwa na watu wapi? Nani? Akina nani? Na ni kweli wameanzisha wao? Kwa ushahidi gani? Hicho kitu hakipo. Dini imeletwa kwa ajili ya kukolonize, kutawala kisiasa. Kwa ushahidi gani? Hakuna kinachoonyeshwa kama ushahidi. Kwanza kabisa mimi nianzie kwenye hili neno dini. Dini ni nini? Kwa sababu ukienda kwenye lugha ya Kiarabu kuna neno adinu na lugha ya Kiingereza kuna neno religion. Sasa neno religion na neno dini kuna tofauti kubwa baina ya matamshi haya mawili. Ukitazama neno religion kwa msingi vile wazungu wanavyolieleza tamko hili, wanakusudia mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Yani kwa maana ya kusema kwamba dini kwa maana ya religion ni mchakato uliofanywa na watu ili kumtafuta Mungu. Lakini ukisoma dini kwa misingi ya Uislamu ni mfumo alioweka Mungu kwa ajili ya wanadamu. Sasa hapa kuna mifumo miwili tofauti. Kuna tafsiri kulingana na watu wa Ulaya kwa maana ya neno religion, kuna tafsiri kulingana na Uislamu. Na hapa sisemi Waarabu tena, Uislamu, kwa sababu tukisema Uislamu tutazungumzia kilichoko ndani ya Qur'ani. Qur'an inasema wa hadha siratu rabbika mustaqima. Na hii dini ya Uislamu ni njia ya Mola wako iliyonyoka, njia ya Mola wako iliyonyoka. Qur'ani sura ya 5 aya 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hizi aya mbili zaonyesha kwamba dini ni mpango Mungu alioweka kwa ajili ya watu. Sio mpango watu walioweka kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya watu.
Yani kuna namna mpango mwanadamu ameuweka kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya watu, na kuna maelezo yanasema mpango Mungu aliuweka kwa ajili ya watu. Mfano nitakupa ili unielewe vizuri. Ukitafsiri neno democracy utaambiwa ni mpango wa watu kwa ajili ya watu, unaona, uliowekwa na watu. Ile ndio definition ya neno democracy. Na ukizungumza nje ya hapo, maana yake unazungumza kitu ambacho ni tofauti na hiyo democracy inavyozungumzwa. Kwa hivyo kabla ya kwenda mbali na kuzungumza mambo mengi, lazima uende kwenye ile definition ya tamko na vile watu wanavyolitumia wenyewe. Ukishapata ile tafsiri halisi vile wanavyolitumia, ndio utakuwa na uhalali wa kusema kweli huu ni mkakati wa mwanadamu kumtawala mtu au ni Mungu aliweka. Sasa hapa kuna kitu kimoja kabla ya kwenda mbali. Nimewasikia wazungumzaji karibia 2 au 3 hivi wakizungumza kuhusu dini. Mmoja wapo ni huyu bwana unamuita nani? Chionda. Tumemzungumza mara nyingi hapa, lakini kwa sababu ameleta hoja ambayo inazungumzika. Chionda yeye anapojaribu kuelezea kuhusu dini hakatai kuwapo kwa Mungu. Ndiyo. Yeye anachokikataa ni dini tu, kwamba dini imeanzishwa na wanadamu sio Mungu. Ndiyo. Ikiwa yeye anakubali kwamba yupo Mungu. Hiyo ni pointi moja. Kuna wale wachokonozi, wao wanasema dini na Mungu hakuna. Yani Mungu hayupo na dini ni mchakato wa mwanadamu. Sasa tukija kwanza kwenye pointi kwa mfano ile ya Chionda. Ikiwa anakubali Mungu yupo, sasa swala linalokuja ni hili. Mwenyezi Mungu amehusika kwenye kuumba? Ndiyo. Na kama amehusika kwenye kuumba, anawezaje kuumba halafu wale anawamilikisha kwenye vile alivyoviumba asiwape taratibu? Na kile kinachoitwa taratibu ya Mungu kwa wale ambao amewaumba na kuwaweka kwenye kitu fulani au kwenye maeneo fulani kinaitwaje? Yani kwa mfano sasa mimi nijenge nyumba, halafu niwapangishe ndani yake wapangaji. Nawezaje kuwapangisha wale wapangaji bila utaratibu? Kuna katiba fulani. Lazima kuna mikataba iwekwe pale, si ndio? Sasa Mwenyezi Mungu yeye aliweka dini. Dini maana yake ni njia, imeitwa sirata, ni njia. Ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wanadamu. Sasa hapa ni hoja kwa yule anayejadili kwamba dini imeanzishwa lakini anakubali kwamba Mungu yupo. Ikiwa anakubali Mungu yupo, lazima akubali kuna utaratibu Mungu kauweka. Yani ngoja mwalimu hapa. Mungu kaiweka hiyo njia ili sisi tutoke kutoka kwake kwenda nje au tutoke nje kwenda kwake. Okay. Mwenyezi Mungu aliweka huo utaratibu kama makubaliano baina ya yeye na yule aliyemweka kwenye hiyo ardhi. Qur'ani sura ya 2 aya ya 30 inaeleza wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilu fil ardi khalifa. Nakumbuka Mungu aliposema kuambia malaika naweka kwenye ardhi kiongozi. Kwa hivyo kiongozi aliwekwa na Mungu. Ardhi ni ya Mungu. Utaratibu ni wa Mungu. Lengo ili huyu kiongozi anayewekwa kwenye ardhi aongoze kwa utaratibu. Na ndio maana kuna kitu kinaitwa khalifa. Yani atakayeongoza baada ya, anaongoza kwa niaba ya. Kwa hivyo huyu aliyewekwa kuongoza kwa niaba ya lazima awe na utaratibu aliowekewa. Mimi nakuweka humu, lakini nakuwekea njia ya muongozo inaoniridhisha mimi. Ukienda kinyume utakuwa umenikasirisha. Ukienda sawia utakuwa umeniridhisha. Kwa hivyo utaratibu uliwekwa huu kwa ajili ya mwanadamu kwenda vile anavyotaka Mungu. Ndio huitwa dini. Sasa kwa sababu watu wengi wamechukua neno dini kwa tafsiri za Ulaya kwamba ni human mind production, ni asisio au ni jitihada za akili za mwanadamu ndizo zimeanzisha dini. Ndio maana wana uwezo watu wa kusema kwamba dini ni mpango wa binadamu juu ya kuwatawala watu wengine. Aidha kuhusu Uislamu, hakuna mpango ndani ya Uislamu wenye maana ya kumtawala mtu kidini. Ndani ya Uislamu hakuna. Hicho kitu hakipo. Ingawa hili jambo la kusema kwamba dini zatumika kisiasa hatuwezi kulikataa. Dini zatumika kisiasa. Watu wanaweza kutumia dini kwa misingi ya kisiasa. Lakini watakapotumia kwa misingi ya kisiasa, labda kama wametumia Uislamu watakuwa wamekwenda kinyume na maelezo ya Mwenyezi Mungu. Na hapo pia lazima tuulize ni siasa namna gani. Watakapotumia dini kisiasa kukolonize, maana yake kutawala watu, kuwa colonize, kuingiza utumwani, watakuwa wamekwenda kinyume na Uislamu. Kwa sababu Uislamu unakataza kufanya colonization kwa watu na unakataza kuingiza watu katika utumwa. Uislamu unakataza swala hili. Na ushahidi wa hayo yako ndani ya Qur'ani. Kwa msingi huo sasa, kama tunazungumza, mimi kama Muislamu tunazungumza kuhusu Uislamu, tunasema kwamba Uislamu unakataza utumwa, unakataza ukoloni, na kwa namna hiyo haiwezi ikawa dini ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kukolonize watu. Haiwezekani ikawa hivyo. Naam. Okay.
Kwa mfano tuanzie hapo kwenye dini ya Uislamu kwamba haipo kwa ajili ya kutawala. Haipo kwa ajili ya kutawala. Tukiangalia yule kiongozi wa juu kabisa wa dini ya Kiislamu, si ndio mtawala kwenye upande wa Uislamu. Hata leo hii nchi yetu ikiwa dola ya Kiislamu, yule kiongozi wa juu wa Uislamu ndiye anakuwa mtawala. Hapo si ndio inakuwa inatumika kutawala, na zile sheria ambazo tutakuwa tunaziita za Mungu, watu watakuwa wanahukumiwa kwenda mpaka gerezani kwa sheria za Mungu. Ambapo hatujui kama kweli Mungu alitaka tutengeneze haya magereza, tuwafunge watu au tuwanyonge watu au tuwapige mawe watu kwa sababu za kidini, kwa sababu ya kukosea zile sheria za kidini ambazo sisi tutaziita sheria za nchi ikiwa Uislamu unatawala. Hapo si ndio naona kama Uislamu upo ndani zaidi. Alafu nitauliza kwenye Ukristo. Kuhusu Uislamu na uongozi, kuna tofauti ya neno kucolonize, kuwafanya watu kuingia kwenye ukoloni na kuwaongoza watu. Uislamu haukatazi uongozi. Uislamu unakataa ukoloni. Umenielewa? Ndio maana hata aya iliyotoa mwanzo ilikuwa inaelezea kuhusu utawala. Qur'ani sura ya 2 ya 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilu fil ardi khalifa. Khalifa ni kiongozi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipomuumba mtu alimuumbia pia na mfumo wa utawala au uongozi. Sasa sio ukoloni. Ukoloni ni jamii fulani kutoka na kwenda kuivamia jamii nyingine na kuitia katika himaya, kuicolonize, kuitumikisha, kumiliki rasilimali zao, kumiliki watu wao, kudominate kila kitu katika jamii yao. Huo ndio unaitwa ukoloni. Uislamu hauruhusu kwenda kuwafanya watu katika ardhi yao kama wakimbizi. Hauruhusu. Uislamu unaruhusu watu wanapofika kwenye miji ya watu wengine kuishi kama watu wa mji ule, au la kama kuna hitajika kuwasaidia kuwatengenezea uongozi, hilo la ruhusiwa, kwa sababu jamii ziko tofauti tofauti. Kwa hivyo kuna jamii ambazo zinahitaji kuwa civilized vizuri na kuna jamii ambazo ni uncivilized, yani hazijakuwa na ustaarabu wa kiuongozi. Na kiujumla ni kwamba Uislamu unapofika sehemu, utakapoingia, kusudi lake ni kumfanya mwanadamu ajitambue na ajiongoze kwa kufuata zile sheria za Mwenyezi Mungu. Ajitambue na ajiongoze, sio kumfanya mwanadamu kuongozwa kwa kuwa colonized, yani kutawaliwa. Hicho sio lengo la Uislamu. Na ninaposema kutawaliwa sasa hapa nakusudia kile nilichokitolea definition mwanzo, kutoka na kwenda kwa watu kuwafanya chini, kisha ninyi mliokuja kujifanya mko juu na kuwatumikisha hawa. Hilo ndio kosa ambalo Uislamu haulikubali. Naam. Katika ile misingi sasa ya kiutawala ambapo tunasema ni Mungu mwenyewe kaweka huo utawala. Je, zile sasa coercive measures zile zinazokuwa zinatumika, labda watu kupigwa mawe kwa sheria, tunasema ni sheria za Kiislamu lakini ni sheria za nchi ambayo ni ya Kiislamu. Zile zinakuwa za wanadamu au zinakuwa za Mungu? Mungu hapo kuna watu wanakuwa hawautaki Uislamu. Inatakiwa labda wakatwe vichwa kwa sababu huo Uislamu, viongozi wanaotawala hapo wao ambao wanasema ni watawala wa nchi vile vile ni watawala wa kidini. Kwa hiyo hapo sasa si ndio dini zinakuwa zinatumika kabisa kisiasa moja kwa moja? Kwanza kabla ya kwenda kuelezea kuhusu sheria hizi za kupiga mawe zimekaje, nianze kwenye point ya kuhusu Uislamu na kulazimisha mtu kuingia kwenye Uislamu. Uislamu na kumlazimisha mtu kufuata Uislamu. Hili jambo halipo katika Uislamu na wala halijawahi kutokea zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali tumeona katika historia Mtume ameishi na watu wasiokuwa Waislamu katika ardhi ya Maka na Madina, na maeneo yote haya akiweza kuwasaidia kwa hali na mali katika hali ya kiutu, hali ya kiubinadamu. Mtume alifanya hivyo. Na hii inaonyesha wazi kwa sababu ndilo fundisho la Qur'ani. Sura ya 2 aya nambari 256. Qur'ani inasema la ikraha fi din. Hakuna uhalali wa kumlazimisha mtu kuifuata dini. Sasa Uislamu haumlazimishi mtu kufuata Uislamu. Uislamu unamlazimisha unampa mtu uhuru wa kufuata Uislamu. Qur'ani ikasema katika aya nyingine katika suratul Insan, sura ya 74 kama sikosei, A'udhu billahi minashaitanir rajim, inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Wanadamu tumewaonyesha njia mbili, kwa hiari yao wataamua kuwa waumini au kwa hiari yao wataamua kuwa waovu. Sasa ukiona sehemu Uislamu umemlazimisha mtu au Muislamu kamlazimisha mtu kuwa Muislamu, huyo kaenda kinyume na Uislamu. Bali kuna aya ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitaisoma hii ili kusudi tuweze kuisikia nayo, ambayo ni muhimu. Asema Allah ndani ya Qur'ani, la yanhaakumullahu anil ladhina lam yukatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mwenyezi Mungu hawakatazeni ninyi Waislamu wakiwa kama dola Waislamu kwenye nchi ndio watawala, ndio viongozi. Hawakatazi Mwenyezi Mungu Waislamu juu ya wale ambao wamekufuru. Na ikiwa watu wale wamekufuru lakini hawajawapiga wala hawajawakolonize, wala yukhrijukum min diyarikum, wala hawakutoeni katika
nchi yenu au kukutawaleni, Mwenyezi Mungu hawakatazi Waislamu kuwafanyia wema watu wa namna hiyo. Hii aya inakusudia kwamba asiyekuwa Muislamu, ikiwa hapigi vita Uislamu na ikiwa hana lengo la kuwafanya Waislamu kuwa katika ukoloni, tuna haki sisi Waislamu tukiwa kwenye nchi yetu kumfanyia mtu huyo wema. Umenielewa? Sasa tafsiri hii inaonyesha nini? Kwamba mtu asiye Muislamu kama ana haki ya kufanyiwa wema, inakujaje tafsiri ya kusema Muislamu lazima mkate mtu kichwa asiyekuwa Muislamu kwa sababu amekataa Uislamu? Hizo ni propaganda. Hakuna maelezo kama hayo ndani ya Qur'ani wala katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidha, watu wengi huchukulia mambo haya kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vita vile unavyoviona vilivyoendelea zama zile, vingi ni vita vya kuchokozwa. Vita vya kuchokozwa ndivyo ambavyo mara nyingi Mtume alipigana, na sio vita vya kwenda kuchokoza. Ndio maana sisi tunaeleza kwamba kuna offensive na defensive war. Kuna vita vya kujihami na vita vya kushambulia. Offensive war ni kama vile nchi inakuja kushambulia Tanzania, au watu wametoka au wamevuka mipaka kuja kushambulia hapa, wale wanaitwa wanapigana vita ambavyo ni offensive. Na sisi tukiamua kujihami ni defensive. Sasa Mtume mara zote alikuwa akifanya vita, lakini vyote ni defensive, anafuatwa. Sasa anapofuatwa lazima jihami. Umeelewa? Lakini yeye Mtume Muhammad alipata nguvu na jeshi. Aliwahi kuwafikia watu ambao walimtesa, watu wa Maka, wakati wa Fathu Maka, akiwa na jeshi kubwa, lakini Mtume hakuwahi kumkata mtu hata mmoja kichwa. Zaidi ya hapo, aliingia kwenye mikataba ya amani na watu wale, ingawa alikuwa na uwezo wa kuwafanyia chochote kijeshi, lakini hakuwafanyia. Ikiwa ina maana gani? Uislamu hauruhusu kumlazimisha mtu kuingia dini au kufuata dini. Sasa swali la pili ambalo umeuliza, je, zile sheria ambazo zinatawala za kumpiga mtu mawe, za kumhukumia mtu viboko na kadhalika, hizi sasa ni za nani? Hizi sheria ni za Mwenyezi Mungu. Na sheria hizi za adhabu kali au nzito ziko pia hata kabla ya kuja Uislamu. Kwenye makabila yetu hizi zilikuwapo. Na kama nilivyoeleza katika siku zilizopita kwamba hizi sheria zimekuwepo kwenye makabila yetu kwa sababu asili ya watu wote walitokana na dini moja ya Uislamu. Sura ya pili aya nambari 213. Kwa hivyo kutokana na kwamba asili ya watu walitokea kwenye msingi mkuu wa dini, kuna mambo ambayo waliyahifadhi kwa muda mrefu. Moja wapo ni wakosaji kuadhibiwa. Kwa hivyo haya ya kupiga mawe, haya ya kupiga bakora, ya kukata mkono ni sheria ambazo Mungu aliziasisi humo duniani, na Mwenyezi Mungu amekuwa akizitumia kupitia watu pale wanapokosea basi waadhibiwe, ili kuzuia watu wengine wasirudie makosa kama hayo. Na ukiona taifa lolote linakosa sheria kali kwa watu wake, basi uelewe taifa hilo litakuwa na wapumbavu wengi kwenye taifa lake. Yaani ukikosa sheria kali zinazowadhibiti wakosaji, basi elewa kwamba utakuwa na taifa hatari, ovu, la kijinga, la kipumbavu kwenye jamii yako. Mfano wake ni katika Qur'ani sura ya 18 aya nambari 86. Mwenyezi Mungu aliwahi kumteua mtu mmoja aitwa Dhulkarnain. Wakati amemteua akampa mamlaka ya utawala juu ya watu. Lakini mmoja katika mambo alipata kumuuliza Dhulkarnain, Mwenyezi Mungu anamwambia katika aya thumma atba sababa hatta idha balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi aynin hamia wa wajada indaha qauma. Dhulkarnain alikwenda mahala pa magharibi, machweo ya jua, na akalikuta jua lazama katika eneo la matope meusi, na akakuta watu wanaishi huko. Kulna ya Dhulkarnain, tukamwambia ewe Dhulkarnain, imma an tuadhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dhulkarnain una hiari ya kuadhibu watu hawa au kuwafanyia hisani. Huyu ni kiongozi aliteuliwa na Mungu. Anaambiwa utafanya nini ukiwa una watu ambao unawaongoza? Je, utawafanyia adhabu au utawafanyia hisani? Yani kiongozi anapaswa kuwa vipi? Anapaswa kuwa mtu wa kuadhibu tu au anapaswa kuwa mtu mwenye huruma sana kuwafanyia watu hisani? Hata wewe ungekuwa baba nyumbani, una watoto, unapaswa kuishi na watoto katika namna gani? Ni mtu wa adhabu tu au unawafanyia hisani tu? Vyote nafanya. Sasa Dhulkarnain akasema amma man dhalama fasawfa nu'adhibu thumma yuradu ila rabbih fayu'adhibuhu adhaban nukra. Atakayefanya udhalimu tutamwadhibu, kwa sababu wakosaji wasiposhughulikiwa huambukiza yale makosa kwa watu wengine, na kuna tengenezwa taifa la watu waovu, ufisadi unakuwa mkubwa. Kwa hivyo kusipokuwa na sheria ambazo zina uwezo wa kuwatisha kidogo wale watu ambao ni wahuni, wenye vipaji vya kufanya uhuni, basi utaona taifa linakwenda kuingia kwenye majanga makubwa. Na hili pia ndilo ambalo hata leo hii bara letu la Afrika, ingawaje hawa watu wanasema tunataka tuue dini ili kusudi tupate maendeleo makubwa. Tatizo la Afrika mojawapo ni kutokuwa na uwajibikaji mzuri kwa viongozi na raia wake.
Viongozi wanapokuwa hawashikilii vizuri sheria na sheria haziko vizuri katika kuwagadi watu, kuwatengeneza watu wawe namna gani, hakuna sheria za kudhibiti waovu, mafisadi, haziko vizuri sheria hizo, basi lazima utakuwa na taifa la kipumbavu. Umenielewa? Kwa namna hiyo sasa, ili taifa liwe imara zuri, lazima kuwe na sheria kali dhidi ya wale watu waovu, liwe na sheria kali dhidi ya wafanya maovu, makosa. Lakini ufanyaji makosa huu utakaomfanya mtu mpaka adhibiwe, lazima uwe na haki ndani yake. Yani kuna wakati mwingine haki hazifuatwi, anayefanya maovu makubwa akiwa na nguvu anawekwa pembeni, akiwa hana nguvu ndio anadhibiwa. Yani haki zinatazama wale wasio na nguvu, waliokuwa na nguvu hawatazamwi na hizo sheria. Hilo pia ni tatizo kubwa kwa nchi ambayo inahitaji kukua. Ndio maana ile aya katika sura 18 inasema thumma yuraddu ila rabbihi fayuadhibuhu adhaban nukra. Tutakapomwadhibu sisi mtu kwa kosa, hata akirejea kwa Mungu bado ataadhibiwa. Ina maana kwamba kweli hatujamuonea. Yani kuwe na sheria zenye uwezo wa kuadhibu waovu bila kuonea, bila kuwa na kutazama huyu ni nani na yule ni nani. Sio uwe na sheria ambazo zinamtazama mtu wa kigogo haadhibiwi, mtoto wa kigogo hana makosa, asiyekuwa wa kigogo, mtoto wa maskini ndio anaingizwa kwenye makosa. Ukiwa na sheria za namna hiyo unatengeneza taifa la kipumbavu. Ndio thumma yuradu ila rabbihi fayuadhibuhu adhaban nukra. Hatumuonei mtu. Tutakapotoa adhabu sisi hapa duniani, hata huyu mwanadamu akifa akienda kwa Mungu ataadhibiwa kwa sababu hatujamuonea. Wa amma man amana wa amila saliha, na ama yule atakayekuwa ameamini na akatenda vizuri, falahu jazaa'anil husna, atakuwa na malipo mazuri. Hapa kuna kauli mbili. Atakuwa na malipo kwa Mwenyezi Mungu mazuri, lakini atakuwa na malipo hata kwetu mazuri. Ina maana gani? Ina maana kwamba ikiwa wewe ni kiongozi kwenye ardhi na una sheria za kuadhibu watu wakifanya makosa, basi uwe na sheria za kuwapongeza watu wakifanya vizuri. Ukikosa hizo sheria za kuwapongeza watu wakifanya vizuri, hauwezi kutoa motivation kwa wafanya mazuri nao kuambukiza watu wengine. Yani ikiwa wewe hauoni mazuri na kuyapromote, basi unatengeneza pia mazuri yanahafifika mbele ya macho ya watu. Unafanya hayana thamani mbele ya watu. Yani hata kama wewe ni baba huko nyumbani una watoto wako, mtoto amekuja na daftari lake katoka shule, unaona katika mathematics kapata hesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita kakosa. Huku kote kwenye mapato umepita tu, haujatoa comment. Unafika kwenye makosa unasema unaona kichwa kibovu kama hiki, unaona upumbavu mkubwa unaofanya. Yani wewe unakuja kucomment kwenye makosa tu, hauwezi kucomment kwenye mazuri. Mbona kwenye mazuri hujasema hapo umepatia vizuri na kupongeza? Kwa hivyo lazima kwenye makosa utoe adhabu na kwenye uzuri pia utoe pongezi. Umenielewa? Kwa hivyo Uislamu una sheria za kumwadhibu mtu kweli, kwa sababu zisipokuwepo sheria hizo jamii itaharibika. Lakini pia Uislamu unahitaji pia kumfundisha mwanadamu kwamba hata mwanadamu akifanya vizuri lazima apongezwe. Ndio maana ile aya inayofuata sema wa amma man amana wa amila saliha falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Na serikali ya Kiislamu haitamfanya mtu yoyote aliyefanya mambo mazuri kuwa mtu wa chini, mtu mdogo. Mtu anayefanya mambo mazuri hata kama alikuwa mdogo lazima apewe heshima. Ndio wasanaqulu lahu min amrina yusra. Kwa hivyo ili kusudi jamii tengemae, basi promote yale mazuri, yatangaze yale mazuri ya watu, wape nishani, wape heshima wale wanaofanya vizuri. Yani kungelikuwa kuna uwezekano siku moja rais wa nchi angesimama akasema leo tumeamua kufanya dhifa ya kitaifa, tunampongeza bwana Simulizi amefanya kazi vizuri na tunampa nishani. Kama vile wanavyopewa na jeshi nishani, na raia pia wapewe nishani. Kwamba kwa mara ya kwanza sasa tumeona katika taifa letu mtu aliyefanya mambo mazuri huyu. Kama kuna nidhamu za tazamwa jeshini, basi tazamwe na kwa raia. Yule anayefanya vizuri basi apewe tuzo. Ukifanya hivyo maana yake una promote ule wema uendelee. Na ukiwa haupromote wema uendelee, haufanyi hivyo, wema hauwezi kuonekana na thamani. Kwa hivyo adhabu lazima ziwepo na pongezi lazima ziwepo. Hayo yote ni mambo yanahusika. Sawa, sasa hapo huyo mtu anayekuwa anafanya makosa ambaye anakuwa na ukosea Uislamu, yani anakosea maana anavunja zile sheria za Kiislamu. Hapo sasa atakapokuwa anarekebishwa kwamba anapewa hizo adhabu kwa kuwa anafanya yale makosa, si ndio analazimishwa kuwa Muislamu? Kwa sababu akiwa Muislamu maana yake atafanya hiyo makosa. Ila yeye akikataa kuwa Muislamu, na kuna hii hapa kwa mfano hiyo umesema ya kukatwa kichwa, hiyo haipo, ni propaganda. Lakini kuna hii kwamba mtu akitoka katika Uislamu, leo hii wewe ni Muislamu, kama kwamba umetoka katika Uislamu, kwanza atakuja kushuhudia mara 3, ukikataa kwa mara zote 3 atakukata kichwa. Hiyo si ndio sasa kulazimishwa kwamba lazima ubaki kwenye Uislamu? Asante. Hiyo kanuni ya kuhusu kukata kichwa inahitaji maelezo marefu sana, kwa sababu kwanza haiko ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo inahitaji elimu pana sana. Sio tu jambo la kuharakisha kulijibu, na hilo ningekwambia ungeliacha, kwa sababu kwenye Qur'ani hilo jambo la kusema mtu akirtadi akatwe kichwa halijadhihiri moja kwa moja. Kwa hivyo
Hivyo ndivyo. Jambo la pili, sasa kabla ya kwenda mbali, ukisema kwamba mtu akifanya makosa na kuadhibiwa si kumlazimisha kufuata Uislamu. Sasa swala linalokuja ni pale utakapoona kwanza Uislamu ni nini, ni ukoloni au sio ukoloni. Hicho kwanza ungepaswa ukijue. Ukikujua kwamba Uislamu ni ukoloni, basi utasema kwamba si ishara kwamba Uislamu unamlazimisha mtu kumtawala. Na ikiwa sio ukoloni, huwezi kusema unamlazimisha mtu kumtawala ula. Kwa mfano wewe baba yako akikuadhibu, anakukolonize? Hapana. Anakusudia nini? Kunijenga niwe na maadili mazuri. Sasa Uislamu kuadhibu lengo lake nini kama unafanya makosa? Kwa kosa, kwa mfano nakupa kosa hili hapa. Kwa mtu ambaye yupo safi tu, hana shida yote, hafungi. Kwa mtu ambaye ni mzinifu, kwa mtu ambaye ni mlevi. Najua ikiwa inatawala sheria ya Kiislamu, hao watu inatakiwa waadhibiwe. Kwenye demokrasia, huu ubepari wa kawaida watu hawaadhibiwi kwa hayo. Na mtu akiwa Muislamu safi haitakiwa afanye hayo mambo. Sasa akifanya kipindi ambacho Uislamu unatawala, anaadhibiwa. Je, hiyo sasa adhabu inakuwa ni ya Mungu, ya wanadamu wenyewe wametunga? Na je, kama atalazimishwa mtu asizini, asiwe mlevi, japokuwa ndio ni tabia mbaya, lakini kwa kuwa watu wanasema kuna uhuru, hapo utakapokuwa unamlazimisha, si ndio unamlazimisha Uislamu? Cha kwanza, si kila jambo linaloitwa kosa ndani ya Uislamu laadhibiwa adhabu ya kawaida ya mwanadamu, ila kuna makosa ambayo yanastahili kuadhibiwa. Sasa kwa mfano, mtu mzinifu, wewe unadhani afanya jambo zuri? Ni jambo baya. Sasa kwa hili ambalo ni kubwa zaidi lazima adhibiwe, lakini mtu asipofunga hakuna hiyo adhabu. Unaona tofauti yake hapa? Hili la kutokufunga halina adhabu kwa sababu ni baina yako wewe na Muumba wako, lakini la uzinifu ni baina yako wewe na mtu mwingine. Sasa wewe unapozini, kwani unazini na nani? Sina watoto wa watu. Ndiyo. Wale watoto wa watu unapowazini au wake za watu, unafikiri wale wenyewe wakikukamata wanakufanya nini? Sasa ili haya mambo yasitokee na taifa likakolapsi katika njia namna hiyo, si lazima kuwepo na adhabu juu ya haya makosa. Unaona Kwa hivyo kuna makosa yametolewa adhabu kwa sababu usipoyaadhibu, natural law za mwanadamu zitamfanya mwenyewe aamue kufanya adhabu. Wizi leo hii kuna vijana wengi wameuawa kwa sababu ya wizi, si kwa sheria za Kiislamu, ni kwa sheria watu walizochukua za kichwani tu binafsi. Na kwa sheria ya Kiislamu ni kosa kumuua mtu ambaye hajawahi kufikishwa na kuhojiwa kwenye mahakama ya Kiislamu kuonekana kweli kwamba ni mwizi au sio mwizi. Wako vijana wameuliwa kwa kusingizwa tu wizi, wameuliwa. Lakini hata akibainika kwamba ni mwizi, ni kosa vile vile kumuua, kwa sababu hakuna sheria ya kusema mwizi auawe. Umenielewa? Lakini kwa nini leo wezi wanauawa? Ni kwa sababu watu wameamua kuchukua sheria zao mikononi za kiutu. Sasa Muislamu au Uislamu kwa kuzuia matatizo kama haya sijitokeze, kosa dogo mtu akapewa adhabu kubwa. Umenielewa? Lakini kosa dogo mtu akapewa adhabu kubwa. Ndio Qur'ani ikaleta sheria na hadithi sheria kwamba kosa hili litastahili adhabu, na kama litastahili adhabu ni adhabu ya namna gani. Kwa hivyo hivi ndio sababu inayopelekea Uislamu uweke adhabu, kwa sababu zisipokuwepo hizo adhabu, watu wenyewe naturally watakuja kuchukua sheria mikononi na kuadhibu wakosaji wao. Sasa itakuwa ni tatizo kubwa zaidi kuliko vile ingelikuwa imefuatwa kwa kisheria zaidi. Sawa. Sasa hiyo ilikuwa katika utawala wa kiserikali. Nataka niulize kwenye upande wa expansion za hizi dini, lakini kwenye huo Uislamu. Nikiangalia kwa mfano kuna hii Rashduni Caliphate. Hii ni empire ambayo ilikuwa kwa sababu Waislamu wenyewe walikuwa tuseme walikuwa wanaenda wanakonka maeneo, wanakonka ile maeneo wanachukua, lakini vile vile wanautengeneza dini ya Uislamu ndani. Tukiangalia hata Mtume baada ya kutoka hijra, maana anarudi Maka. Kwa alipokuwa Madina, sasa anarudi Maka, alirudi akiwa na jeshi. Maana wale watu wote walifika wakaandikishana mikataba, lakini baadaye ule Uislamu uliendelea, japokuwa wale watu ambao walikuwa pale wa Makureshi wao walikuwa hawautaki Uislamu, lakini baadaye walianza tuseme walifanyaje, waliwahubiria wale watu ili wawe Waislamu, wakati katika ile mikataba walikuwa wameandika kabisa kwamba hawatakuwa na nini, hawatahubiri tena Uislamu. Tunakuja kuna sehemu nyingine Uturuki, kuna mkataba ambao walikuwepo wa Kristo, Waislamu, utawala wa Kiislamu kasemaje, ili hawa watu tuwalinde, kwanza tunataka watu wasiendelee kuwa Wakristo, halafu tunataka watu wote wawe Waislamu eneo hili, lakini sio kwa kulazimishwa, lakini ili tuwalinde lazima uwe Muislamu, lakini vile vile ili tuwalinde hatutaki tena muendelee kueneza Ukristo. Hauoni kama hapo ni njia zile zile za kuendelea kutawala, kuanzia hiyo ya kutoka Madina kwenda Maka kule wakaenda kutawala na kueneza dini? Si ni vile vile katika njia zile zile za kisiasa tunazozisema? Hakukuweko na jinsi yoyote ya kuweza kutangaza dini kwenye nchi ambazo zina majeshi zaidi ya wewe kuwa na jeshi. Umenielewa? Lakini yani hata leo hii ukitaka ukombozi rasmi wa Afrika kama watu wanavyodai, sio Afrika iseme maneno tu, inatakiwa ijizatiti kwenye mbinu za kijeshi. Nitakupa mfano. Kwa mfano wa Kristo nasema kwamba Yesu alikuja kuhubiri na alitaka kujenga amani bila kutumia jeshi. Alitaka kueneza upendo. Nini kilichotaka kumtokea?
au kwa upande wa Kristo wanasema kabisa kilimtokea. Sikukamatwa, kupigwa makofi, mpaka kufika hatua wanasema wenyewe kusulubiwa. Ingawaje sisi tunaamini kwamba hilo jambo halikutokea. Nini maana yake? Wenye nguvu hawahitaji kuona mbegu isiyokuwa ile waliokuwa nayo iweze kuchomoza mpaka uwalazimishe. Umenielewa? Sasa tayari dunia ishakuwa na majeshi. Alafu wewe unataka kufundisha kuhusu Uislamu. Wanakuja na majeshi, wanakuja kukuataki. Njia ya kujihami nini? Maana wewe na jeshi. Lazima uwe na jeshi. Ndio kama Waswahili walisema dawa ya moto ni moto. Okay. Umenielewa? Kwa hiyo ili kusolve tatizo lazima utengeneze ile equilibrium. Kuna kitu kimoja katika second law of thermodynamics anasema ikiwa utachukua maji ya baridi au tuseme barafu, barafu kali sana, ile kilo moja, lita moja tuseme barafu, alafu kachukua lita moja ya maji yaliyochemka katika kiwango cha juu cha joto, tuseme kiwango cha juu cha joto ni ngapi ile? 100. Sasa ukachukua lita moja ya barafu na lita moja ya maji ya moto, ukaweka kwenye ndoo, ukachanganya barafu na moto. Nini kinatokea? Barafu na hiyo ikiyeyuka inakuwaje? Maana itakuwa maji na maji yanapoa. Na maji yanapoa, si ndio? Kunapatikana nini? Maji ya balance. Kuna kupatikana balance. Sasa kwanza, ili kusudi uendeshe mafundisho kiurahisi, utafute balance kwanza. Akiwa mmoja na nguvu, mmoja hana nguvu, yule mwenye nguvu lazima atamdhibiti yule asiye na nguvu asiendelee. Umeelewa? Kwa hiyo Mtume alitengeneza jeshi kweli ili kutafuta balance, ili mruhusu sasa yeye akihubiri au akifundisha Uislamu kusiwe na kikwazo kitakachomkwaza. Sasa baada ya kutafuta balance, unaona mafundisho yaliyokuja, hakuna kumlazimisha mtu. Balance tayari ishakuwa hapo, lakini haulazimishi kuingia kwenye nini? Kwenye dini. Ingelikuwa lengo lake ni kutafuta nguvu, kumlazimisha mtu kuingia kwenye Uislamu kwa nguvu, pale alipopata nguvu au alipoona balance ipo, alipaswa aseme sasa kwamba hakuna mtu atakayeruhusiwa kuishi humu, lazima awe Muislamu. Lakini maadamu hakutangaza hivyo, zaidi ya hapo alikuja na maneno ya Mola wake akimwambia la ikraha fi din, hakuna kumlazimisha mtu kwenye dini. Hii ni ishara ya wazi kwamba Uislamu haukuja kumtenza nguvu mtu juu ya kuamini. Hapo humlazimishi mtu kuingia kwenye dini, lakini yule asiyekuwa Muislamu kuna kodi analipa ambayo Muislamu halipi. Kwa mfano, huwa tunasikia kwamba hata hivi wanavyoongeaga huku Tanzania kuhusiana na kama utatokea utawala wa dola ya Kiislamu, tunaambiwaga sasa kwa maneno rahisi, Wakristo mtakuwa mnalipa kodi, Waislamu hawalipi kodi. Kwa hiyo sasa mtu pale huoni kama atalazimika awe Muislamu ili na yeye aingie huko kwenye upendeleo wa namna hiyo, kwamba mimi nalipa kodi, mwenzangu halipi. Wazungumzaji wa mambo haya ni watu wasiojua Uislamu vizuri, na kitu kibaya na hatari mno ni kuzungumza kitu usichokijua. Ukitaka kuchallenge jambo, kwanza lisome, ulielewe, kisha ndio ulichallenge, uone yale makosa yake, uyajue, ndio challenge. Lakini kama hujasoma kile kitu, una challenge tu kwa kusikia, hilo ni tatizo. Uislamu una njia mbili za kuendesha dola ya Kiislamu. Unaposikia jizya, ambayo ndio malipo anayotoa asiyekuwa Muislamu, pia aliyekuwa Muislamu analipa zaka. Yaani zaka ni kwa Muislamu, jizya kwa asiyekuwa Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna huduma za kijamii, ambapo Uislamu utakapokuwa ndio wenye serikali, kuna huduma za kijamii. Serikali haiwezi kuleta maendeleo mpaka ichukue kodi kwa watu. Sasa sio Mkristo tu anayepaswa kutoa jizya au anapaswa kutoa ile pesa, hata Muislamu naye anapaswa kuitoa ile pesa, ambayo hii yote inakwenda kwenye mfuko wa maendeleo wa Kiislamu. Huku kunatolewa zaka, kunatolewa jizya. Kwa mfano huo pia katika swala la jeshi, leo jeshi ni ajira. Umeelewa? Au tuseme, kwa sababu wanajeshi wa Tanzania sema sio ajira, ni unaandikishwa, huajiriwi, unaandikishwa jeshini. Wewe kumsikia msemaji wa JWTZ akisema hivyo. Kwa hivyo nirekebishe. Leo unaandikishwa jeshini. Kwa nini wanasema kwamba unaandikishwa na si ajira? Kwa sababu jeshi ni mkataba wa mtu na kifo. Mkataba wa mtu na kifo. Leo hizi nchi zimestaarabika, unaweza ukapita miaka 60, 100 kusitokea vita baina ya nchi na nchi. Zamani ilikuwa kila kukicha kuna vita vinavyotokea. Na katika Uislamu ilikuwa huduma ya ulinzi ni lazima itolewe kwa watu wote, Waislamu na sio kwa Waislamu. Na kila Muislamu ana ulazima wa kuingia jeshini. Kila Muislamu ana ulazima kuingia jeshini. Lakini haikulazimishwa kwa asiyekuwa Muislamu kuingia wapi? Jeshini, ila kwa hiari yake tu. Hii ni sana kusema kwamba unapewa ulinzi. Sasa kama unapewa ulinzi na watu ambao wamejitolea kuwa tayari kufa kwa ajili yako, wewe unaambiwa utoe jizya. Sasa unaonaje kwamba hapo eti nimelazimishwa kuwa Muislamu? Wakati huyu yeye kaandika uhai wake rehani kwenda kupigana. Wewe unaambiwa kwamba utalindwa. Na Uislamu unaeleza wazi kwamba mtu yoyote asiyekuwa Muislamu akiwa katika himaya ya Kiislamu, bila kujali kwamba sio Muislamu,
maadamu hapigi vita Uislamu lazima alindwe. Na kipindi kile majeshi tunayosema kipindi kile hata hiyo mishahara hawapewi, ni kidogo tu, motisha tu wanaopewa, labda kidogo tu, wakati vita vimeshapigana wameshinda, kuna zile motivation unazopewa na jeshi. Asilimia kubwa ni kujitoa uhai. Kidogo sasa hivi ndio watu wanasema jeshi ni ajira, kwa sababu jeshi laweza kukaa miaka mingi alipigani, lakini pia vile vile wanalipa mishahara mikubwa. Lakini kipindi kile cha zamani hayo mambo hayakuwapo. Sasa kwa hivyo ikishafikia hatua hiyo, ikionekana kwamba jeshi linatoa huduma kwa raia bila kujali Muislamu sio Muislamu, kwa nini ninyi wote msililipie jeshi hilo, msilipe motivation? Kwa nini huduma za kijamii ambazo zinahitajika kwenye jamii usichangie? Kwa hivyo hili ni watu kutokuelewa tu. Ni kweli Mkristo anatoa jizya na sio kwa Muislamu anatoa zaka.